Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo Aprili 3 mwaka 2026, askofu wa Dayosisi ya Mount Kilimanjaro, mwenyekiti wa Umoja wa Makanisa mkoa wa Arusha, Mhashamu Stanley Hotai ametoa wito mzito na wenye mzito ukubwa wakati wa ibada ya Ijumaa Kuu. Akizungumza katika viwanja vya kanisa la Jimbo Kuu Katoliki St. Teresa mjini Arusha, Askofu Hotai amesisitiza kuwa taifa la Tanzania linahitaji msamaha ili kuponya majeraha yanayotokana na utofauti wa migawanyiko ya kisiasa, kijamii pamoja na kiuchumi. Alitumia fursa ya Ijumaa Kuu, siku inayokumbuka mateso na kifo cha Yesu Kristo msalabani, kuwakataza Watanzania kuchagua lililo jema, kuacha kiburi, ujeuri na badala yake kukumbatia msamaha kama msingi wa umoja wa kitaifa. Askofu Stanley Hotai alitoa mahubiri yake katika ibada kuu ya Ijumaa iliyounganisha makanisa mbalimbali mkoani Arusha, akisema, katika siku hii ya Ijumaa Kuu, siku muhimu sana, chagua lililo jema. Tanzania kama sehemu ya kuishi tunahitaji msamaha wa kila siku. Kusamehewa ni kufunguliwa na si fedheha wala aibu. Alibainisha kuwa msalaba wa Yesu si tu mahali pa kuteswa kwa Kristo, bali ndipo mahali nguvu ya kusamehe inapopatikana. Askofu alisisitiza kuwa taifa haliwezi kupiga hatua kama litakwepa ukweli na kujenga uchungu moyoni. Alionya kuwa mwanadamu hupungukiwa neema ya Mungu na shina la uchungu huzaliwa ndani yake kutokana na kutosamehe. Aliwataka Watanzania kuelewa thamani ya gharama inayolipwa msalabani na kuacha tabia ya kufurahia matatizo ya mwenzake au kutumia tofauti za kisiasa kama silaha. Alisema, kufurahia matatizo au msiba wa mwingine si mila ya Kiafrika. Badala yake, aliwataka kufanya mazungumzo ya kweli, kujadili wapi taifa limekosea na kutibu chanzo cha matatizo badala ya dalili tu. Ujumbe wa Askofu Hotai unajitokeza katika wakati muhimu sana wa Tanzania, miezi mitano baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025 uliokuwa na utata mkubwa, maandamano pamoja na madai ya udanganyifu na matumizi ya nguvu. Huu ndio ujumbe unakuja baada ya matukio kama hayo, na pia ujumbe huu unakuja wakati wa kesi zinaendelea kama kesi ya Tundu Lissu, migogoro ndani ya vyama vya siasa na shinikizo la tume ya Jaji Chande Othmani. Pia ujumbe huu unakuja wakati ambapo kuna malalamiko mengi kuhusu bei za vitu, ukosefu wa ajira, migawanyiko ya kisiasa na kiuchumi na hofu ya migogoro zaidi kuelekea mwaka 2030. Askofu anazungumzia moja kwa moja majeraha yanayotokana na tofauti na migawanyo ya kisiasa, kijamii na kiuchumi. Anasema kuwa bila msamaha, uchungu unaweza kuzaliwa na kuwa shina linaloharibu taifa. Anakataa tabia ya kutumia nguvu, vitisho au kiburi, na anataka mazungumzo ya kweli na msamaha kama msingi wa umoja wa kitaifa. Hii inalingana na wito wa viongozi wengine wa kidini kama Askofu Musomba wa Bagamoyo, ambao hivi karibuni wamezungumzia ukweli, haki na maridhiano. Ujumbe wa Askofu Hotai ni wa busara na wa haki na kwa wakati wake. Anatumia Ijumaa Kuu, siku ya mateso na msalaba, kutoa somo la kisiasa na kijamii. Msamaha si udhaifu, bali ni nguvu inayoweza kuponya majeraha ya taifa. Anakataa falsafa ya watakiona na anataka tutibu chanzo badala ya dalili. Hii ni wito wa kujitathmini kama taifa, hasa katika wakati ambao migawanyiko ya kisiasa inaweza kuwa chanzo cha uchungu wa muda mrefu. Askofu Hotai anatoa ujumbe muhimu sana. Msamaha ni msingi wa uponyaji wa taifa. Bila msamaha, majeraha ya Oktoba 29 na migogoro mingine inaweza kuwa shina la uchungu linalozidi kuenea. Wito wa mazungumzo ya kweli na kujadili wapi taifa limekosea ni wa busara. Msamaha hauwezi kuwa wa upande mmoja tu. Unahitaji uwajibikaji, ukweli na haki. Ikiwa watu wataendelea kukwepa ukweli, kama kutochukua hatua dhidi ya matukio ya Oktoba 29 au kutokuanzisha mazungumzo ya kitaifa, msamaha utakuwa mgumu. Tanzania inahitaji msamaha wa kitaifa unaoambatana na mazungumzo ya kweli kuhusu katiba mpya, uchaguzi huru, uwajibikaji na maridhiano. Ujumbe wa Askofu Hotai unapaswa kuchukuliwa kwa uzito na viongozi wa kisiasa, kidini na kijamii. Ni wito wa kila mmoja wetu kuchagua lililo jema, ambapo msamaha, haki na umoja badala ya kiburi na jeuri.
Wasikilizaji, Askofu Stanley Hotei amekutukumbusha kuwa msamaha si aibu wala fedheha, bali ni nguvu inayoweza kuponya majeraha ya taifa. Ijumaa Kuu inatualika kuchagua lililo jema, kuacha kukwepa ukweli, kujitathmini na kukumbatia msamaha kama msingi wa umoja wa kitaifa. Asanteni kwa kunisikiliza. Toeni maoni yenu kuhusiana na hili. Na je, taifa letu linahitaji msamaha wa kweli? Tuonane wakati mwingine. Kazi na utu, msamaha na haki na amani kwa taifa.